Habari Mtanzania, mambo vipi? Karibu sana Maelezo Podcast. Hapa sisi bwana tunachimba kwa kina kuhusu watu wanaoihusu Tanzania, kuhusu vitu, kuhusu sehemu, kuhusu taasisi na kuhusu taratibu mbalimbali ambao uko ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Na katika episode hii ya leo Ipiana Suleiman nimeketi hapo, najua kabisa kuna jambo. Niko na mkurugenzi wa maendeleo ya ushirika kutoka Shirikisho la Vyama vya Ushirika Tanzania, yanaitwa Florian Otmar Haule. Karibu sana Maelezo Podcast. Asante sana ndugu Ipiana. Kimuonekano nimesema karibu sana kwa sababu kimuonekano unaweza kuonekana mtu mzima sana, lakini wanasema uzee mwisho wapi? Chalinzi. Ukishafika hapa, ukishafika mjini kila mtu kijana. Hakika kabisa. Japo haitoondoa heshima ambayo napaswa ni kupatie kama mtu ambaye umenizidi umri. Karibu sana Maelezo. Itabidi unisalimie kwanza. Shikamoo. Marhaba. Iko ile wanasema heshima yako unakuwa bado hujatoa heshima. Nasema heshima yako sio salamu kwa Waswahili. Shikamoo ina nafasi yake. Kabisa. Sawa bana. Sasa bwana Florian Haule yeye tuko naye hapa, tutazungumza kwa kina sana kuhusiana na ushirika. Huenda kwa unasikia tu concept ya ushirika, kuna vile ambavyo utakuwa unafahamu kuhusu ushirika, lakini leo tutaifahamu kweli kuhusu ushirika. Bwana Florian, mimi nianzie hapa. Nimekuwa nikisikia ushirika tangu tukiwa tuko shuleni, shule ya msingi. Nasikia kwamba wakati fulani Tanzania kulikuwa kuna huu mfumo. Tukiwa tunakuwa utasikia kuna lile duka pale la ushirika. Kwa hivyo tukafahamu kwamba ushirika kumbe ni watu fulani ambao, kwa mfano sana tunaisikia hii kwenye kilimo, kwamba mtakusanya mazao yenu yanaenda kuuzwa na mtu mmoja, mnakuwa na kauli moja na vitu kama hivyo. Tuifahamu maana halisi hasa ya ushirika. Asante sana ndugu yangu Ipiana, na kwanza ninafurahi sana kuwa pamoja nanyi katika kipindi hiki, hasa kuzungumzia kuhusu dhana nzima ya ushirika. Na niseme tu kwamba nitajitahidi nikitendea haki ili yule anayetusikiliza aweze kuelewa kwamba hii ushirika ni kitu gani, kwa sababu mahala pengine pamekuwa pia hata na kuchanganya kwamba wengine wanaita vikundi, wengine wanaita ushirika. Bila pana. Sasa leo nadhani tutumie nafasi hii kuidadavua vizuri kuhusu dhana nzima ya ushirika. Kama ulivyosema kwamba dhana ya ushirika hapa nchini ina muda mrefu. Tunazungumzia uwepo wa vyama vya ushirika hapa nchini kwa zaidi ya miaka 100 sasa hivi. Miaka 100. Kwa hiyo kwa kijana kama wewe, ni kabla hata ya Tanganyika kupata uhuru, Tanganyika na Zanzibar kuungana. Hakika tumekuepo na hii dhana ya ushirika hapa. Tunazungumzia miaka 1920 na kitu. Tuko na dhana ya ushirika hapa mpini. Kwa hiyo kwa ufupi na kutaka kuhabarisha ili msikilizaji atuelewe vizuri kwamba ushirika ni muundo ambao kimsingi unaundwa ama unaanzishwa na wale ambao wanataka kutatua aina fulani ya changamoto. Kwa hiyo ni muundo ambao watu zaidi ya mmoja ambao wanakabiliana na changamoto zinazofanana, na ili kupata suluhisho la hiyo changamoto inayofanana wanasema hapana, peke yangu siwezi, isipokuwa nikiwa na mwenzangu, nikiwa na wenzangu tunaweza kwa pamoja tukaichatua hizo changamoto. Sasa hizo changamoto ambazo hao watu hukutana pamoja kuzitatua zinaweza kuwa katika nyanja mbalimbali. Zinaweza kuwa ni changamoto ya mitaji, changamoto ya masoko, changamoto ya elimu, changamoto ya afya, changamoto ya usafirishaji, changamoto ya makazi. Kwa hiyo utaona kwamba hakuna changamoto ya aina moja ambayo inalazimisha mtu au kikundi au jamii fulani kuingia katika mfumo wa ushirika. Sasa hao ambao wanaingia katika mfumo wa ushirika kwamba tunataka tuwe pamoja kwa ajili ya kutatua changamoto ya aina fulani, hawa ndio huanzisha chama cha ushirika. Sasa hicho chama cha ushirika kama nilivyosema kinaweza kuwa ni chama cha ushirika wa mazao, chama cha ushirika wa fedha, chama cha ushirika wa usafirishaji, chama cha ushirika wa madini. Kwa katika sekta zote inategemea hawa watu wako katika sekta ipi. Sasa hao ambao wameamua kuwa katika mfumo wa ushirika kwa hapa kwetu
tuna instrument au nyenzo zinazosimamia huo mfumo, na nyenzo moja hapa ambayo inasimamia huo mfumo ni sheria ya ushirika. Sasa utaona kwamba ni watu raia ambao wanajikusanya pamoja kwa ajili ya kutatua changamoto fulani, lakini katika kutatua hizo changamoto watahitaji kukusanya kwanza rasilimali za aina fulani. Inaweza kuwa rasilimali fedha, rasilimali nguvu, chochote kile ambacho wanakikusanya. Sasa ili kisiwe na upindifu au kupotea kwa kile walichokikusanya, serikali ndipo inapokuja kuweka mifumo ya usimamizi, na mfumo mmoja hapa ambao umewekwa hapa kwetu ni sheria ya ushirika ambayo ipo inayosimamia, sheria namba 6 ya mwaka 2013 iliyofanyiwa marekebisho ya mwaka 2025 pamoja na kanuni zake. Sasa haya yote sheria, kanuni, sera ndizo zinazotoa sura pana kwa namna ambavyo sekta zilivyoenea katika nchi hii. Kwa hiyo inafafanua kwamba labda ushirika wa kilimo wenyewe utaendeshwaje, ushirika wa fedha utakuwa na taratibu hizi, ili tu yote haya inawekwa kulinda, kuhakikisha kwamba hapakuwepo ama pasipowepo na aina yoyote ile ya upotevu wa zile rasilimali ambazo hao waliokubali kukaa pamoja wakaziweka pamoja ili waweze kufanya nini, kuzitumia na kufaidisha wote kwa pamoja, asipatikane mmoja kufaidika. Kwa hivyo unataka kuniambia hawezi akaamka muhuni tu mmoja leo hii akasema naanzisha ushirika, ama akakusanya watu kadhaa akasema tuanzishe ushirika? Manake kila ushirika umekuwepo kwa mujibu wa sheria. Yes. Kwanza lazima patikane mtu wa kuanzisha wazo. Wazo hilo lazima liwepo. Wazo lazima liuzwe kwa wale ambao wanamzunguka, ambao wanataka kuwa nao. Likisha kubaliwa, then inaanza mchakato. Kwa hiyo bila kuanza mchakato wa kwenda kusajili chama cha ushirika, hicho hakiwezi kuwa chama cha ushirika. Hicho ndio kinaitwa vikundi. Lakini pale ambapo wazo limeanza, umeuza kwa wadau, wamekuelewa, kwa pamoja mmeridhia kwamba sasa tuanze mchakato wa kusajili chama cha ushirika kwa kufuata taratibu ambazo zipo na ambazo zimeainishwa kwenye sheria, pale unapopata cheti cha usajili, wewe ni mko kwenye chama cha ushirika na sio kwenye kikundi. Nini kinatofautisha chama cha ushirika na kikundi? Kama nilivyosema, cha kwanza ni aina ya sheria. Sisi ili uweze kusajiliwa na sheria yetu namba 6 mwaka 2013 pamoja na marekebisho yake, inasajili chama cha ushirika. Sheria yetu haisajili kikundi, inasajili chama cha ushirika. Na chama cha ushirika hakisajiliwi sehemu nyingine kwa sheria nyingine yeyote ile isipokuwa hii sheria niliyoitaja. Lakini vikundi vinasajiliwa kwa taratibu nyingi. Tunaweza kukuta vikundi vinasajiliwa chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani, halmashauri, hivyo ni vikundi. Na kama vina taratibu na katiba zile zinawalinda wao kwa taratibu zao. Lakini zaidi sana sisi kwenye vyama vya ushirika tuna misingi ambayo inafuatwa duniani kote. Tuna misingi 7. Sasa vikundi vilivyosajiliwa hiyo misingi 7 hawao hawana. Sasa hizo ndio tofauti. Sawa, tuko hapa na Florian Haule. Yeye huyu ni mkurugenzi wa maendeleo ya ushirika Tanzania kutoka Shirikisho la Vyama vya Ushirika nchini Tanzania. Tumegusia hapa, umefahamu nini maana ya ushirika, lakini umefahamu kwamba ushirika hauwezi kuwepo tu, upo kwa mujibu wa sheria. Tofauti pia ya vikundi pamoja na ushirika tumeipata hiyo. Wakati tunazungumza hapa, nikirudi nyuma kidogo kwenye historia, ushirika ulikuwepo kwa ajili ya kuwainua watu wenye hali ya chini. Maana yake ni watu fulani ambao hali yao ni ya chini. Wanasema ni kama ushirika ulikuwepo kutokana na ile methali ya umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu kwa wakati huo. Sasa hiyo ndo concept ya ushirika. Mpaka leo ni hivyo kwamba ushirika ni kwa ajili ya watu ambao wako na hali fulani ya kimaisha, wako chini, wanataka kuinuana ama kupata sauti ya pamoja, nguvu ya pamoja. Ama sasa hivi ushirika umeenda mbali zaidi, hata watu wenye mabavu ya kifedha, nguvu, ushawishi wanaweza pia kuwa na ushirika. Asante sana kwa swali zuri. Inategemea
unaizungumzia katika muktadha wa nchi au mazingira yapi. Lakini kiukweli labda nianze kwa nchi zilizoendelea na ambako hasa vyama vya ushirika vilianza, hata matajiri ambao wametajirika pia kupitia mifumo ya ushirika bado wanauhitaji ushirika. Yani ukiuelewa ushirika huwezi kusema kwamba mimi kwa kuwa sasa nimetajirika nitatoka kwenye ushirika. Hapana. Kwa hiyo hata wale ambao wenye hali zao bora za kiuchumi unaona bado wanaohitaji. Kwa nini? Kwa sababu uwekezaji inategemea kwa kiwango cha uwekezaji ambacho mtu anataka kufanya. Kama mnahitaji kuwekeza kwa kiasi kikubwa na bado mtu mmoja huyu pamoja na utaji wake alionao kwamba bado ataona kwamba hawezi kuwekeza, kwa vyovyote vile atahitaji nguvu, kama ulivyosema kwamba umoja ni nguvu na utengano ni nini? Ni udhaifu. Lakini katika mazingira ambako huko sisi tulipokea hayo mapokeo ya ushirika, na hasa tumeona kwamba tuna matabaka makubwa sana pengine ya wale walio wenye kipato cha chini na wale wenye kipato cha kati na wale kipato cha juu. Kwa kweli vyama vya ushirika vinahitajika zaidi kwenye tabaka la hao wenye kipato cha chini na kipato cha kati, kwa sababu hao zaidi hasa ndio wanaohitaji kukusanya nguvu zao kwa pamoja ili waweze kujenga msingi imara wa mtaji wao ama wa shughuli ambao wanataka kuianza kwa pamoja. Kwa hiyo bado ushirika utaendelea kuwa muhimili katika matabaka yote ya walionao lakini na wasionacho, lakini zaidi sana kuwainua hao walioko chini ili waweze kufikia hiyo ngazi ya walionacho. Kwa hivyo ndio maana tunasema kupitia ushirika tunaondoa ile dhana ya utengano ama ya utofauti sana wa vipato. Ukikaa na aliyenacho na asiyenacho, manake ushauri wa kwamba mnatakiwa kuwa na ushirika utakuwa mwingi zaidi. Ukishaona huyu wa hali ya chini, hapo ushauri unatakiwa kuwa mwingi sana wa ushirika. Kabisa kwa sababu nani ukweli, na ndivyo ilivyo kwamba ndugu yangu Ipiana leo kama una shilingi 100,000 lakini unaona kwamba una nia, dhamira yako inakutuma kwamba nataka kuanza shughuli fulani ya kufyatua tofali, lakini ile shughuli ya kufyatua tofali inakuhitaji uwe na mtaji wa 500,000. Kuna mambo mawili ambayo unaweza kuyafanya. Cha kwanza ni kwenda au mambo matatu. Cha kwanza unaweza kwenda kutafuta mkopo kwenye taasisi za fedha ili upate 400,000 uongezee ili uweze kupata 500,000 uingie kwenye biashara kufyatua tofali. Ikiwa una sifa za kukopesheka. Hilo ndio swali, ndio kinakuwa kigezo cha kwanza. Cha pili ni kutafuta marafiki wa jirani kusema tuungane pamoja tuingie kwenye mradi huu ambao wewe umeona kama fursa. Na mkipitia kwenye mchakato tunasema tunaenda kuanzisha ushirika. Na cha tatu ambacho wengi sana ambacho huwa tunasema kwamba panapotea ni pale unapoamua kukata tamaa kwamba siwezi kwa sababu mtaji hautoshi, kwa hata hicho kidogo nilicho nacho ukaamua kula. Kwa utajikuta kwamba maisha yako yote bado uko katika hatua ile haupigi hatua mbele. Kwa hiyo tunasema kwa kweli ushirika umlenge sana huyu wa kipato cha chini na cha kati ili waunganishe nguvu zao waweze kunyanyuka. Bwana, wewe mdau wa Maendeleo Podcast, kama uko na wanao hapo na mnajua kabisa kwamba hali yenu iko chini kidogo, basi acha niongee kwa herufi kubwa, mna uhitaji wa kuwa na ushirika. Tuendelee kwa kugusia hili. Kwa nini ushirika, ama kwa nini mtu achague njia ya ushirika na si njia nyingine? Yuko mwingine na uwezo wa kwenda kuchukua mkopo pengine. Kwa nini mtu atumie njia ya ushirika na si njia nyingine? Umesema vizuri ndugu yangu Ipiana kwamba yule anayeenda kuchukua mkopo kwa sehemu kubwa yeye ana sifa, anakopesheka. Yaani huyu anakopesheka, hanyanyapaliwi kwenye taasisi za fedha. Sasa tuangalie katika hali halisi ya jamii, hasa turudi katika jamii yetu sisi wa Tanzania na hususan vijana. Na imekuwa hayo yakizungumzwa mara nyingi sana, jamani vijana watu hawakopesheki. Kwa nini hawakopesheki? Ukienda kwenye taasisi za fedha, mkopaji anahitaji awe na dhamana, awe mekizi vigezo, awe na biashara. Wanataka kuja kukagua biashara ambayo ipo, lakini wewe unataka kwenda kuanza biashara. Sasa kama hauko kwenye ushirika,
itakuwa ni ngumu sana wewe kupata hata huo mtaji. Lakini kupitia ushirika, kwa kuwepo tu katika chama cha ushirika kilichosajiliwa, mkawa na certificate, ninyi tayari mmebadilisha hadhi ya kutoka kukopesheka kwenda kwenye kukopesheka kwa kile kidogo kile, hata kile mlichokikusanya cha hisa mlizojaribu kuwekeza pale, mlizochanga. Taasisi ya fedha tayari inakuona kwamba huyu ni mteja ambaye hata kama ana hatari, basi zile hatari zinapungua zaidi kuliko kama ulivyokuwa umeenda mmoja mmoja. Kwa hiyo utaona kwamba ili uweze kupata pa kuanzia katika maana ya mtaji, utahitaji chama cha ushirika. Pengine umeamua kwenda kuanzia shughuli ya kilimo. Umelima mazao yako, umelima nyanya zako, lakini changamoto ni soko ambalo wewe unakutana na dalali shambani. Sasa huyo dalali unayekutana naye shambani lazima mtaongea. Yeye atataka apate mali yako kwa gharama ndogo sana ili akapate faida kubwa. Na wewe unaangalia gharama ulizowekeza pale. Unatamani akupe bei nzuri zaidi ili uweze kupata faida kutokana na jasho ulioliwekeza. Sasa kama hayo mawili mkisimama ninyi wawili pale, yeye mnunuzi atakuwa na option, atakuwa na mahali pengine, bwana, hizo nyanya zako kaa nazo, mimi naenda kutafuta kwa nyanya kwa Thumani mahali pengine. Sasa utaona mwenyewe baadaye, kuona kwamba unakuwa ni mhitaji zaidi wa yule dalali kuliko pengine yeye anavyokuhitaji. Lakini mkiwa katika ushirika mkakusanya hayo mazao yenu pamoja, manake mnatengeneza kwanza uhaba wa lile zao kupatikana kutoka kwenye mikono ya kila mtu. Yale mazao yote mnakiakusanya kwamba yapatikane kupitia mlango mmoja. Kwa kufanya hivyo, manake mnajenga nguvu ya ushindani katika bei. Vivyo hivyo ipo katika swala zima la pembejeo za hizo, hata ukitaka kulima hizo nyanya. Ukitoka hapa kusema kwamba unaenda kutafuta pembejeo kule mjini kwa eka zako labda 5, 10 unazolima za nyanya, inaweza kuwa ni gharama zaidi kwako wewe peke yako, ukaenda ukanunua labda kopa ya kilo 2, kilo 3 ambayo ndio mahitaji yako, lakini na kesho ukafanya hivyo. Lakini mkiwa katika ushirika, manake ninyi mtakusanya mahitaji yenu ya hizo pembejeo kwa pamoja, na mnakuwa pia na nguvu kwenda kubageni bei kwa muuzaji, na kwa maana hiyo mnaweza mkapata zile pembejeo kwa bei iliyo chini. Ije kwenye swala zima la kuongeza thamani. Yes, wewe ukiwa peke yako inaweza kuwa ni ngumu sana, yani kufikiria kwamba uzalishe na wakati huu uwe na uwezo wa kuongeza thamani ya kile unachokizalisha. Lakini kupitia ushirika na mkikaa vizuri mkajipanga, mnasema kwamba tunazalisha na tunazalisha cha kutosha, na hapa tunapozalisha tuna uwezo sasa tuongeze thamani sisi wenyewe. Kama nilivyosema, kwa sababu mko kwenye chama cha ushirika ambacho tayari kwa chenyewe kimeshaongezewa thamani ya kukopesheka na taasisi za fedha. Ni rahisi zaidi ninyi kama chama kwenda kwenye taasisi za fedha mkakopa na kuanzisha kiwanda cha kuchakata mazao yale mnaozalisha, na hivyo mkaongeza thamani ya kile mnachozalisha. Sasa unaweza kuona namna gani kwamba yani ni vyema yani aliyechagua kuwa kwenye ushirika amechagua fungo la kupata, ila yule ambaye hayuko kwenye chama cha ushirika nimpe pole, amechagua fungo la kukosa. Sasa wakati tunazungumza hapa, nimekuja kubaini kitu, hata pia kwenye mazungumzo yako nimekigundua hiki. Nini kimeathiri leo hii tukisikia nadharia ama hii dhana ya ushirika ama ushirika tu kwa ujumla? Kinachomjia kichwani mtu kwa mara ya kwanza ni kilimo, ushirika wa kilimo, na mifano ambao umenipatia pembejeo, mazao, kuongeza thamani ya mazao na vitu kama hivyo. Ni kwa sababu ya tulikotoka ama ndio ushirika pekee wenye nguvu Tanzania? Kwa sababu umeniambia kuna ushirika wa namna tofauti, kuna ushirika kwenye madini, sekta ya makazi na vitu kama hivyo. Nini kimetufikisha hapa? Kwanza ni historia. Kama ulivyosema kwamba japo kwa historia chama cha kwanza kilichosajiliwa hapa nchini kwa mujibu wa historia ilikuwa ni chama cha ushirika wa fedha, SACCOS. Lakini baada ya hicho kusajiliwa, vyama vingi vilivyokuja kusajiliwa baadaye vilivyofuata vilikuwa ni vyama vya ushirika wa mazao. Lakini pia hata waanzilishi wa hivi vyama vya ushirika ambavyo vilianzishwa mwaka 1834
huko Uingereza. Kwa sehemu kubwa ilianzishwa na wafanyakazi waliokuwa wanafanya kazi kwenye kiwanda kilichokuwa kinapokea malighafi za mashamba kutoka kwenye mashamba. Kwa hiyo unaweza kuona kutokana na historia, unaweza kuona kwamba mapokeo ya aina ya ushirika hapa kwetu kwa sehemu kubwa yalikuwa ni ushirika wa kilimo. Lakini niseme tu kwamba ni kweli hata sasa hivi kitakwimu, vyama vya ushirika wa kilimo viko karibia 57% kati ya vyama karibia 6,570 hivi ambavyo tulivyo navyo kwa sasa hivi. Lakini asilimia zaidi ya 50 na karibia zaidi ya 50% ni vyama vya ushirika wa kilimo. Vinavyofuata baada hapo ni ushirika wa fedha. Hizi SACCOS zote unazosikia ni ushirika wa fedha. Lakini kama nilivyosema kwamba tuna ushirika wa wavuvi, tuna ushirika wa ufugaji. Ukienda pale Tanga kuna chama pale kinaitwa Tanga Dairy Cooperative Union TDCU ambacho kimenunua kina hisa kwenye kiwanda cha kuchakata maziwa pale Tanga Dairy. Ni wawekezaji wakubwa pale. Wale ni chama cha ushirika wa wafugaji. Lakini tuna chama cha ushirika wa nyumba kama nilivyosema, tuna Mwenge Housing Cooperative pale Dar es Salaam. Tuna ushirika wa usafirishaji wako pale Mafuso pale Jangwani. Tuna ushirika wa viwanda wako pale Kariakoo Gerezani. Kwa kama nilivyosema kwamba pamoja na kwamba licha ya mapokeo, lakini kama wadau ikiwemo na serikali kwa sehemu kubwa tumekuwa tukijitahidi sana kuanzisha au kuhamasisha uanzishaji wa ushirika katika sekta mbalimbali nyingine za uchumi. Kama nilivyosema kwamba ushirika unamea mahali kwenye sekta yeyote ile, provided kwamba kuna watu ambao wanataka kuaddress au kutaka kutatua changamoto ambayo wakabili. Niko na Bwana Florian Haule, yeye ni mkurugenzi wa maendeleo ya ushirika kutoka Shirikisho la Vyama vya Ushirika Tanzania. Tunagusia mengi sana kuhusiana na hili la vyama vya ushirika. Kitu kingine pia, kwa miaka na miaka ambayo nimekuwa nikisikia vyama vya ushirika, nimekuwa nikisikia malalamiko. Huyu anasema kuhusu bei, huyu anazungumza kuhusu masoko, huyu anasema kuhusu malipo na vitu kama hivyo. Shirikisho najua ni mwamvuli ambao unafunika vyama vyote hivi, iwe ni kwenye madini, mazao, makazi, vyama vyote vya ushirika, ambapo ukitazama vyama vya ushirika wanakuwa na lengo fulani. Kwa mfano wako ambao ni vyama vya ushirika vya kutafuta masoko, wako wengine vyama vya ushirika kutafuta kupata nguvu moja labda kwenye soko ama kwenye pembejeo, wako wengine kwenye mbegu, wengine kwenye mitaji na vitu kama hivyo. Shirikisho mnakabiliana vipi ama mnafanya kitu gani kwa ajili ya kumaliza hizi changamoto? Kuna organ pengine ama kuna tume ama chombo ambacho kiko chini ya shirikisho kuhakikisha kwamba kila ushirika uongozi wa ushirika unahakikisha kwamba wanafikia lile lengo ambalo sehemu ya watu ya wanachama wake walijiunga ili wapate vitu vya namna kama hiyo? Asante sana. Katika maswali mengi ulioniuliza toka tumeanza kipindi, hili ni swali gumu zaidi lakini pia ni swali muhimu sana. Kwa sababu kwanza limekuja wakati ambao kweli sasa hivi tuko kwenye msimu wa mavuno, sehemu kubwa kwenye mazao mengi kwenye mavuno, lakini pia hicho unachokisema ndio haswa kipo. Yani tunakabiliana na changamoto ya bei ndogo ya mazao yaliyozalishwa, lakini pia kutokana na uhaba wa masoko. Sasa tunafanyaje? Labda tulifafanue kidogo kwamba tunapozungumzia bei, mkulima anaiangalia katika taswira mbili. Taswira ya kwanza, mkulima ambaye aniangalia, huyu mwanachama wetu wa chama cha ushirika anaiangalia ni kiasi gani amewekeza katika uzalishaji, sawa, amevuna na mategemeo anayotarajia kupata bei, yani kupata kipato kutokana na kuuza yale mazao, ili ionekane kwamba jasho aliloliweka pale limemletea tija. Kwa hiyo wasema kwamba kilimo chenye tija. Kilimo chenye tija ni kile ambacho mwisho wa siku unaona kwamba kuna nini? Kuna faida. Sasa ukiona kwamba umejiingiza kwenye kilimo, mwisho wa siku kile ulichowekeza na kile unachokipata vinakuwa vinakaribia kufanana,
hapa hakuna tija. Kwa hiyo ndio hilo la kwanza ambalo mkulima anataka kuliangalia kwamba afanye kilimo lakini chenye tija. Upande wa pili ni mifumo sasa ambayo inaweza kuleta hiyo tija kwa hiyo mkulima. Hapo tunazungumzia sokoni. Sasa kwenye hili soko tunazungumzia kwa bahati mbaya sisi nchi yetu hatuna sana uwezo wa kutumia sehemu kubwa ya kile tunachokizalisha. Kwa sehemu kubwa ya kile kinachokizalisha tuna uwezo wa kusafirisha zaidi nje, na kwa maana hii tunategemea zaidi soko la nje, soko la dunia, ili huyu mkulima mwisho wa siku aonekane kwamba amepata nini? Amepata tija. Sasa katika soko la dunia nako pia pana mifumo tofauti. Kumjue kwamba mfumo wa kwanza ni ushindani. Kwamba pale unapoenda kwenye soko la dunia hauendi peke yako. Kama ni kahawa kuna kahawa ya Brazil pia. Kama ni tumbako kuna tumbako ya Malawi na Zimbabwe pia. Zote hizo mnaenda kutana nazo kule sokoni. Ambako sasa mwisho wa siku kisha kutana pale wanunuzi ama wingi wa bidhaa zilizoko pale sokoni ndizo zitakazoamua ukubwa wa bei. Na hilo ndio limekuwa ni changamoto, kwa sababu katika hali hiyo si shirikisho la kwetu hapa, lakini mashirikisho mengine yote, na si serikali ya kwetu tu hapa, lakini na serikali nyingine zote haziwezi kuingilia pale kwenye soko la dunia ikasema sasa hii bidhaa sasa itaenda kuuzwa kwa bei hii. Kwa nini? Kwa sababu ya wingi wa zile bidhaa, zile mazao tuliyopeleka pale sokoni. Sasa hili ndio limekuwa ni changamoto. Na hilo ambalo sasa pamoja na serikali yetu kuweka mifumo mizuri sana ya kuhakikisha kwamba panakuwepo na nini, na soko zuri na bei zuri ya kutumia. Kwa mfano soko la mtandao, serikali imeweka pale TMX, ambako mkulima anaona bei ya sokoni, kwenye soko la dunia iko katika hali gani. Anaweza kuamua tuuze ama tusiuze. Hiyo ni mifumo ambayo mkulima anashiriki moja kwa moja kuamua kwamba tumbako yake au bidhaa yake aiuze ama asiuze. Sasa katika misingi hiyo inalazimika kwamba pengine inabidi usiuze kwa sababu ya kiwango cha nini, cha bei kilichoko pale sokoni. Changamoto ambayo inayokuja ni mifumo yetu pia ya uhifadhi ya hicho ambacho tumekizalisha. Ili tuweze kusema kwamba tusubiri mpaka muda fulani ufike, kwa mfano ambako tunategemea pengine labda bei inaweza kupanda kwa sababu ya bidhaa zimeenda sokoni, watu wanunuzi wameenda japo kwa bei chini, watu wamenunua. Lakini ukiwa na mifumo mizuri ya uhifadhi wa hizo hayo mazao uliyozalisha na yakakaa katika ubora ule unaotakiwa sokoni, hapo tunaweza kusema kwamba tutakuwa na uwezo wa kusimama vizuri sokoni na kuleta tija kwa wakulima wetu katika maana ya kupata bei nzuri. Lakini changamoto tulionayo kubwa, mifumo yetu, yani maghala yetu bado hayako katika viwango vya uhifadhi. Sasa sisi shirikisho tunasema nini au tunafanya nini? Tunasema kwamba tumekwanza ni kuhamasisha kwa vitendo kabisa ile azima ya serikali ya awamu ya sita na pengine na serikali zote zilizopita za kusema kwamba tupunguze kuuza bidhaa kama malighafi, tuuze bidhaa ambazo zimeongezewa thamani. Kwa hilo ndio ambalo kama shirikisho tunajaribu kuweka nguvu sana kuhamasisha vyama vyetu kuhakikisha kwamba jamani, yani namna ya kujinasua hapa ni pale ambapo vyama vyetu vya ushirika vitakapokuwa na uwezo wa kuchakata sehemu kubwa ya mazao ambayo yanazalishwa na wanachama wao. Na katika hili sasa naweza kuambia kwamba nchi hii sasa hivi vyama vya ushirika tuna viwanda karibia 452 hivi ambavyo vinamilikiwa na vyama vya ushirika, ambavyo kazi yake ni kuongeza thamani ya mazao. Sasa pamoja na vyama viwanda, ukubwa idadi ya viwanda, bado kuna mazao mengine utaona bado hatujafanya vizuri sana katika kuwekeza au katika kuchakata. Eneo moja hapa ambako hatujafanya sana vizuri, hatujawekeza sana vizuri katika kuchakata ni kwenye zao la tumbako, ambako kwa mfano sasa hivi tuna changamoto kubwa sana ya bei kushuka na ukosefu wa masoko. Sasa huko ndio ambako tunajielekeza. Na kama shirikisho tunasema kwamba suluhu ya muda mrefu
ya kutatua hii changamoto ni pale ambapo tutakapoamua kwa dhati kabisa kwamba tuwe na mfuko wetu wa uwekezaji. Na hivi tunavyozungumza, chini ya usimamizi wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika ambaye ndio ni regulator wetu, amejaribu kutukusanya kwa pamoja. Tumeanzisha mfuko wa uwekezaji kwa ajili ya vyama vya ushirika. Tunaamini sasa tukupitia huo mfuko tutaweza kuwekeza kwa kiasi kikubwa sana katika viwanda vya kuchakata yale mazao ambayo yanazalishwa na wanachama wetu. Na kwa kufanya hivyo tunaamini sasa tunaenda kutoa suluhu ya hizi changamoto ambazo kama ulivyosema ndugu yangu Ipiana. Sasa hapa tugusie, mnalinda vipi maslahi ya wanachama wa hivi vyama vya ushirika? Yaani kama mimi nilijiunga na chama cha ushirika kinachoitwa Baraka mfano kwa ajili ya kupata masoko, nikiamini kabisa kwamba mazao yangu ama bidhaa ambayo naizalisha, hiyo ni mazao ya uvuvi, hiyo ni upande wa madini au kilimo, mazao ya kilimo, najua nikiuza ama nikipeleka kwenye ushirika huu, maslahi ambayo niliyafuata hapa ni bei nzuri ya bidhaa zangu. Ikitokea sijayapata, sasa pale ushirika ukatumika kumnyonya huyu mwanachama, shirikisho mko pale na ninyi ni kama ndo walezi wa vyama vyote, mnalinda vipi sasa maslahi ya hawa wanachama hivi vyama vya ushirika? Asante sana ndugu Ipiana. Kwanza naomba nitoe hakika moja ama uthibitisho mmoja kwamba hakuna chama cha ushirika, hakuna chama chochote kile cha ushirika ambacho kitamnyonya mwanachama wake. Hiyo haipo. Isipokuwa hizo ni tafsiri. Na hizi tafsiri zinakuja kutokana na mifumo ambayo ipo sokoni. Kwa mfano, kwenye chama cha ushirika ili uweze kupata bei nzuri, kwa mfano, tunasema sisi wanachama kile tulichokizalisha tukikusanya pamoja ili tutengeneze uhaba wa hili zao sokoni, hata kwa hapa hata kwenye soko la hapa. Hasa swala hapa linalokuja tena hapa ni swala la uaminifu. Lakini mifumo iko thabiti kabisa kwamba ikitokea kwamba bei iko chini na ambayo hiyo haiwezi kuleta tija kwa mkulima, na baada ya kukusanya kwamba pengine tuna uwezo wa kulitunza hili zao tulilolikusanya kwa miezi 3 mpaka 5 pengine ijayo. Changamoto ambayo inakuja, huyo mkulima, huyo mwanachama ana mahitaji yake ya kila siku ambayo lazima atatue, na ili atatue atahitaji fedha. Mfumo wa ushirika uko wazi kabisa kwamba yale mazao tuliyoyakusanya ambayo umekatiwa risiti, huyo mwanachama ana risiti kupitia mfumo ule wa stakabadhi ya ghalani. Ana risiti ziko pale, tumekusanya ziko pale. Sawa? Ile risiti anaweza kwenda kupatia mkopo, akapeleka benki akapewa mkopo na katatua zile changamoto zake zinazomkabili. Lakini sasa kwa nini nasema kwamba hii dhana inachanganywa pale unaposema kwamba chama kimekusanya lakini umetucheleweshea? Ukisema tu chama kimekusanya lakini imetucheleweshea malipo, huyu mwanachama anakuwa aidha ni msukumo hii kwamba kwa sababu ana mahitaji, lakini bila kutambua kwamba pengine huu ucheleweshaji ni yule ya kusubiria kwamba hali ya soko ifanye nini, iwe nzuri. Sasa kutokana na mifumo ambayo sasa iliyowekwa kwamba biashara ni huru, kuna watu kati wameruhusiwa, hao wanaitwa aggregators. Sasa yeye aggregator, yeye hii ni biashara yake, anaenda kukopa fedha, anapita kwa mwanachama, anasema wewe unaenda kukusanya pale mazao yako, unapeleka kwenye kile chama, mimi nayo keshi hapa. Hata ungekuwa wewe ndugu yangu, yani aidha una debe zako 10 za maharage, na kwa mujibu wa taratibu za chama cha ushirika hizo debe 10 unatakiwa uzipeleke kwenye chama chako cha ushirika. Lakini anakuja Baraka, ana hela, anataka kununua zile debe zako 10 kwa keshi. Ungekuwa wewe ungepeleka, ungefanya maamuzi gani? Hapo mimi tunaenda kuichukua hii ya chap kwanza. Sasa wewe sio mshirika, na hiyo ndio hicho ndio kinachotutesa. Wewe kwa kufanya hivyo sasa wewe sio mshirika. Kwa kufanya hivyo manake wewe una encourage zaidi. Na wewe utakachokiona ni ile keshi uliopewa kwa wakati huo. Bila kujali kwamba umepewa ikiwa katika bei kubwa au ndogo.
Nikitaka kuwa mshirika sasa sinaenda kuwashirikisha na wenzangu, bwana kuna huyu kaja anauza. Sasa huyo mnunuzi ulimpata aje tupange naye bei pale wote pamoja. Usibageni naye wewe huko. Yaani wewe leta, ndio tuseme kwamba tunatengeneza uhaba wa zao. Yaani tuwe na mlango mmoja wa kuuzia. Lakini Florian, wanasema kwamba vya wengi huwa vinachukua muda mrefu sana kukamilisha mchakato. Kwa hivyo kama mimi nimejiongeza, niko pembeni, wanasema kizuri kula na mwenzio, nakuja na washtua na wenzangu kwenye ushirika, bwana kuna mtu pale. Sasa hapo tunakuwa tunatoka kabisa kwenye misingi ya ile ya ushirika. Hapa tunakuwa hatuzungumzi ushirika tena. Labda tutakuwa tunazungumzia sasa ni vikundi. Lakini kama tunazungumzia mifumo thabiti ya ushirika, hapa tunakuwa tunakiuka ile misingi, taratibu zinavyotupaswa tufanye ndani ya vyama vya ushirika. Lakini kikubwa hapo ni kumwelimisha huyu, lakini huyo mkulima, huyo mwanachama, kwamba hivi ni kweli anapomuuzia huyu dalali, ni kweli anapata bei kubwa au anapata hela ya chapuchapu? Pana tofauti hapo. Yaani yeye kwa kweli ile, kwa sababu anapokea ile hela ya gunia 10 kwa mara moja, yeye kwa kweli anapata tu ni hela ya chapuchapu kwa ajili ya kutatua changamoto anazo. Ukiangalia kwa kiasi kikubwa, tija katika ile bei haiko. Na nikuambie kabisa, hakuna dalali yeyote aliye makini ataweza kutoa bei kubwa kwa mkulima. Hayupo duniani kote, labda wazalio kuanzia sasa wa kizazi hiki cha jenzi. Lakini hao walioko hapa sasa hivi, hakuna dalali yeyote ambaye atasema kwamba yeye ana uchungu sana na wakulima, na kwa maana hiyo yuko tayari kupunguza sehemu kubwa ya faida yake anayotarajia kuipata sokoni ili amwezeshe mkulima aweze kupata bei nzuri. Huyo dalali hajazaliwa, ila hicho tu unaweza kukipata kupitia chama cha ushirika. Ibaki hivyo kwamba hajazaliwa na hayupo dalali ambaye anaweza kupunguza sehemu yake ya faida, au kwa lugha ya mtaani wanasema anaweza kupunguza sehemu ya ganji yake hapo. Hiyo haipo, huyo hayupo. Tuko hapa na Bwana Florian Haule, yeye ni mkurugenzi wa maendeleo ya ushirika Tanzania na ni kutoka pia shirikisho la vyama vya ushirika Tanzania. Tumezungumza mengi sana kuhusiana na ushirika, na kumbukumbu zinaniambia kwamba kila katikati ya mwaka kuelekea msimu wa mavuno, kwa mfano kama sasa hivi tunauelekea huo msimu wa mavuno, huwa kunafanyika na ni maadhimisho kama si siku ya ushirika. Kwa mwaka huu tuizungumzie sasa hiyo. Asante sana ndugu yangu Ipiana. Kwa kweli hiyo siku ipo. Sisi tunaita ni siku ya mtoko wa wanaushirika. Yaani hiyo ndio ni siku maalum iliyopangwa na sio tu hapa Tanzania. Yaani hiyo imepangwa na inatambuliwa na Umoja wa Mataifa. Ni siku ya kimataifa. Ni siku ya kimataifa. Kwa hiyo sio siku ambayo sio kwamba tu Haule au ushirika wa Tanzania umeamua, hapana. Kila Jumamosi ya kwanza ya mwezi Julai ya kila mwaka, Jumamosi ya kwanza ya mwezi Julai ya kila mwaka ni siku ya mtoko wa wanaushirika duniani kote, ambapo hukusanyika pamoja wanachama, viongozi, watendaji pamoja na wadau wao ikiwemo serikali, kukutana, kujadili, kufanya tathmini, kuona nini ambacho tumefanikiwa, nini hatukufanikiwa katika mwaka uliopita, nini imekuwa changamoto, na kuweka mikakati ya pamoja namna kutatua zile changamoto zao. Lakini ndio siku pekee ambayo wanaushirika, ukitaka kuona taswira nzima ya ushirika wa nchi, ni kwenye siku hiyo, kwamba vyama vyote vya ushirika, bidhaa zao zinazozalishwa, huduma zao wanazotoa, wadau wao wanaofanya nao kazi, hukutanika pamoja kuonyesha kwamba hii ndio kinachofanywa na sekta ya ushirika. Mimi ni kushukuru sana. Tumezungumza vitu vingi sana ndugu yangu Florian Haule, umetupitisha kwenye historia, faida za ushirika, lakini kitu ambacho nimetoka nacho hapo, nimeusoma vizuri kabisa mtazamo wako bwana. Siwazi tena kwamba watu wa ushirika ni watu choka mbaya. Wakati huo ilikuwa ni kwamba wazee sana na watu choka mbaya ushirika. Kwani wewe kwani unanionaje hapa? Kwani nimechoka? Kama nimechoka basi ni uzee, lakini kwamba nimechoka mbaya? Hapana. Kwa kweli si tu katika maana hata ya mtizamo, lakini hata nenda vijijini,
nenda kwenye maeneo ambako vyama vya ushirika vipo. Nenda ukamchukue mwana ushirika na asiye mwana ushirika, uwalinganishe, weka kwenye mezani, utaona kuna tofauti. Kuna tofauti katika maana ya maendeleo, kuna tofauti katika maana ya hata muonekano wa afya, mavazi, makazi, tuko tofauti, tuko vizuri. Manake yule ambaye yuko kwenye ushirika kuna kiwango cha stress amekipunguza kwa sababu ushirika unafanya kwa kiasi kikubwa. Wewe leo kama huko kwenye ushirika, ikifika Julai, sasa shule zimefunga. Ikifika Julai mwanzoni shule zinafungua. Ndugu yangu utakuwa kwenye stress kubwa kama huko kwenye ushirika. Lakini mimi sasa kama vile watoto wanarudije shule, usingizi maridadi kabisa. Kwa nini? Nishaenda kwenye SACCOS, nishachukua mkopo wa elimu, nilishalipa ada, yani hapo tunapozungumza nilishasahau. Hiyo ndio faida ya kuwepo kwenye ushirika. Zungumza na Watanzania sasa hivi, wale ambao wanatutazama, wale ambao wanatufuatilia kupitia platform zote ambako wanatusikiliza sasa hivi, kuhusiana na umuhimu wa ushirika, lakini pia kuelekea siku hii ambayo mimi kwa vile ambavyo umeitambulisha siiti tena maadhimisho ya siku ya ushirika, tunaweka kapuni, tunasema ni mtoko wa wanaushirika Tanzania. Na mtoko maana yake ni huwezi kusema unatokelezea ukiwa hujapendeza. Manake mtoko ni watu fulani wa kifahari kuelekea siku hiyo. Zungumza na Watanzania hapa. Asante sana. Awali yote kwanza naomba nitoe wito kwa Watanzania na jamii kwa ujumla kwamba hakuna namna yoyote ile ya ambayo ni rahisi ambayo Mtanzania na hasa wa kipato cha chini anaweza kujikwamua kutoka kwenye lindi la umaskini kama hakuwa katika mfumo wa vyama vya ushirika. Sio ni vyema mwanajamii au Mtanzania kama hayuko kwenye chama cha ushirika akaanza kufikiria kwamba kwenye kuelekea utekelezaji wa dira ya 2050 ili awe sehemu ya utekelezaji wa hiyo dira, ili awe sehemu ya kuwa mnufaika wa hiyo dira, ni lazima achague kujiunga kwenye mfumo wa vyama vya ushirika. Ndio mfumo pekee utakao mhakikishia manufaa na faida ya kuona matunda ya uchumi wa nchi hii. Lakini pili, naomba kutoa wito na kuwaalika Watanzania wote kwamba tarehe 3 na tarehe 4 ni siku ya mtoko wa wanaushirika. Watanzania tuwakaribishe wote kwa ujumla walioko mkoani Dodoma pamoja na viunga vyake, wa mikoa jirani lakini na mikoa mingine yote wakaribie Dodoma, waje waone mtoko wa wanaushirika. Tutakuwa tuko pale Jakaya Kikwete Convention Center tukitoa mada, tukibadilishana fursa, tukibadilishana uzoefu, lakini zaidi tukielezea mfumo mzima wa ushirika, namna unavyofanya kazi na namna ambavyo unawasaidia Watanzania. Karibuni sana na tuwatakie kabisa safari njema ya kuja kwenye mtoko wetu Dodoma. Asante sana kwa kutufuatilia Maelezo Podcast. Sisi hapa tunaketi na wale watu muhimu kwa ajili ya kufahamu vitu kuhusu Tanzania, kufahamu maeneo mbalimbali ya Tanzania, kufahamu taasisi mbalimbali za kitanzania, lakini pia kufahamu hadithi na historia mbalimbali za kuihusu Tanzania. Leo tuliketi hapa na Bwana Florian Haule, yeye ni mkurugenzi wa maendeleo ya ushirika kutoka Shirikisho la Vyama vya Ushirika Tanzania. Tumezungumza mengi sana kuhusiana na ushirika, maana yake, mabadiliko ama unasema transformation tangu miaka hiyo ambao tunazungumzia ushirika miaka iliyopita mpaka leo hii tunauzungumzia ushirika wa kisasa zaidi ambao si wazee tu mpaka vijana, si wale waliochoka mbaya tu mpaka waliojipata wanahitaji kuwa na ushirika. Mpaka wakati mwingine tutaketi na nani hapa, basi endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii na majukwaa yote ya kuisikiliza ama unaotumia kuisikiliza Maelezo Podcast. Jina langu ni Piana Suleiman. Kwa heri kwa sasa.